يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. Katika kumbukumbu zangu tulifikia kwenye darasa yetu ya mwisho kwenye aya 68, lakini tuondokee hapo kwenye aya nambari 67. Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra, haiwi kwa nabii yoyote kushikilia mateka, hata yuthkhina fil ardi, mpaka awe na nguvu katika nchi yake. Aitabu linabii sallallahu alayhi wasallama, maneno haya ni ya kugomba, anagombwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu, na masahaba wake, ala akhdhi alfadai, wamekosea kuchukua fidia kwa wale mateka waliowapata vitani. Wal maana, na maana ya aya, la yanbaghi li nabiyyin min al-anbiya'i, haipasi kwa mtume yoyote miongoni mwa mitume wa Allah, an ya'khudha al-fada, kuchukua fidia, min al-asra, kutoka kwa mateka wa kivita. Umepambana na mtu alafu ukamkamata teka, ukesha unamsamehe na uwezo huna, ila isipokuwa anaweza akafanya hivyo, kumkamata askari aliyemteka vitani, baada an yakthura alqatla wa yubaligha fihi, baada ya kuwa kafanya katika mapigano yake mauaji mengi, kawaua wengi, na halafu hao aliyowateka anao uwezo wa kuwamudu, kuwadhibiti. Kwa hiyo mnachukua mateka na uwezo hamna, si mnajitafutia maafa. Turiduna aradha dunia, maamuzi mlioyafanya ya kuchukua fidia kwa hawa mateka, mnataka mapato ya kidunia, mnataka pesa. Ai turiduna ayuha almu'minun, munataka enyi waumini, biakhdhi alfadai, kwa kuchukua fidia, hutamu dunia, mnataka mafao ya kidunia, wa mataiha, na matumizi, azail, ambayo ni ya muda mfupi tu. Leo mtakusanya mnatumia, kesho hamna. Wallahu yuridu al-akhirah, Allah yeye anataka akhera, anataka mafanikio yenu ya akhera, sio ya dunia. Yani wallahu yuridu lakumul baqi ad-daim, Allah anakutakieni mufanikiwe kupata kile kitu kitakachobaki cha kudumu, ambayo ni maisha ya akhera. Wa huwa, na kitu ambacho kinabaki cha kudumu, thawabu al-akhirah, ni thawabu za akhera, bi'izazi dinihi wa qatli a'daihi, mutafanikiwa kupata akhera yenu kwa kuipa nguvu hii dini yake. Dini iingie kwenye maisha ya watu, wawe wanajiongoza na wanajitawala wenyewe, wawe wanaheshimiwa na maadui zao, ndo dini itakapopata nguvu. Kwa hiyo nguvu ya Uislamu itapatikanwa ikiwa mtawashinda maadui wa Uislamu ambao wanataka kuuangamiza. Wallahu yuridu thawabu al-akhirah, Allah anataka kwenu, anakutakieni mpate thawabu za akhira, malipo ya akhira.
Hakimun fi tadbiri masalihi al-ibadi, Allah ana hikma kubwa katika kupanga mambo yenye maslahi kwa viumbe wake. Anapanga mambo yake kwa hikma. Aya iliyofuata Allah akasema, laula kitabu min Allahi sabaqa, lau kama si maandiko ya Allah yaliyotangulia au wajibu aliyowawajibishieni huko nyuma, lamassakum fima akhadhtum adhabun azim, ingekupateni adhabu kubwa kwa sababu ya fidia mliochukua. Lakini Allah kasamehe kwa sababu kishajikomiti huko nyuma. Laula hukmun, lau kama si maamuzi aliyoyatoa Allah fil azali, tangu zamani kwenye azal. Hukumu hii fil azali iliyopo tangu azal, min Allahi sabaqa, min Allahi sabiqun, hukumu inayotoka kwa Allah ambayo imeshatangulia. Wa huwa, na hukumu yenyewe ya Allah, alla yu'adhiba al-mukhti, Allah hatomwadhibu mtu aliyekosea kwa bahati mbaya, alafu akijua kuwa kakosea anatubu na kuomba msamaha. Kumwachia mja wake aliyefanya makosa kwa bahati mbaya na kampa fursa ya kutubu na kuomba msamaha, na akitumia mja fursa hiyo katubu makosa yake kaomba msamaha, Allah huwa anamsamehe. Hukmu min Allahi al-azali sabaqa au sabiqun, maamuzi ya Allah tangu azali, tangu alipoanza ulimwengu, yaliyotangulia. Huwa maamuzi hayo ni alla yu'adhiba al-mukhti'u fil ijtihadi, mtu ambaye kafanya makosa kwenye maamuzi yake baada ya kujitahidi akakosea, Allah huwa hamwadhibu, anathamini ile juhudi aliyoifanya. Na hawa wamewakamata mateka wakaweka shura, na hili jambo pia kaambiwa kwamba anapofanya maamuzi asitosheke na akili yake na cheo alichopewa. Kaambiwa washawirhum fil amri, kwenye maamuzi weka shura, ushauriane na hao masahaba wako. Kuna mambo wao wana uzoefu nayo, wana elimu nayo, kwa hiyo shauriana nao. Kwa hiyo waliweka shura na kasikiliza rai za watu wana shura mbalimbali, alafu wakatoa maamuzi baada ya kujitahidi, kaona rai hii nzuri kuliko hii. Kwa hiyo Allah hakuwa na sababu ya kuwaadhibu kwa sababu walifata taratibu, na kajiwekea mwenyewe utaratibu Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anayejitahidi lakini akakosea katika kutoa maamuzi baada ya jitihada, hatomwadhibu. Kama si hilo, lamassakum fima akhadhtum adhabun adhim, mulistahiki kupata adhabu kubwa kwa hiyo fidia mliochukua. Hapa hamkuhukumu sawa. La asabakum, kama si hayo maamuzi ya Allah yaliyotangulia, la asabakum fi akhdhi alfada'i min al-asra, ingelikupateni nyinyi kwa kosa la kuchukua fidia kutoka kwa mateka, adhabun azimun, adhabu kubwa. Waruya, na imesimliwa katika hadithi, annaha lamma nazalat qala alayhi salam, aya hii ilipoteremka Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, lau nazala al-adhabu lama naja minhu ghaira Umar, kama Allah angelileta adhabu tungeangamizwa sote, asingesalimika hata mmoja ila Umar peke yake, kwa sababu Umar ndo alokuja na rai iliyowafikiana na haya maamuzi ya Allah. Kwa hiyo kama adhabu ingeshuka, Umar angesalimika, lakini wengine wote waliounga mkono rai iliyopingana na ya Umar wangeadhibiwa. Lakini baada ya hapo Allah kashatangaza kawasamehe, kwa sababu walijitahidi kufata utaratibu, wameweka shura
wakaangalia rai walioiona ina uzito ya kiungwana, wakaifanyia maamuzi. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba, kwa sababu Allah kawasamehe akawaambia basi kuleni katika hicho mlichochukua na nini, tumieni iban na hazina mashaka, kuleni kasharidhika. Kulu ya ma'shara almujahidin, kuleni enyi wapiganaji mlioshiriki jihadi. Mimma asabtumuhu, katika kile mlichopata. Min a'daikum, kutoka kwa maadui zenu. Min alghanaimi, katika ngawira. Fil harbi, mnazokusanya kwenye vita. Tumieni hivyo vitu. Hala kaunihi halalan, hali ya kuwa vitu kama hivyo mkivipata kwenu nyinyi vinakuwa ni halali. Muhallalan lakum, vimehalalishwa juu yenu, Allah amewahalalishia. Alafu tayyiban, ni vizuri, havina matatizo yoyote kwenye matumizi. Min atyabi almakasibi, machumi mnayoyapata vitani. Min atyabi almakasibi, ni katika machumo mazuri, hayana mushkeli. Liannahu thamaratu jihadikum, kwa sababu ngawira ni matunda ya jihadi yenu mliopigana. Allah kakuhalalishieni, mnavyovipata kwenye vita ni halali yenu. Wa fi sahihi, na imekuja hadithi katika sahihi Bukhari kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, waja'ala rizqi tahta dhilli rumhi, Allah amenijalia mimi riziki yangu inapatikana chini ya kivuli cha mkuki. Yani ninapopigana vita, nitakachokipata vitani hicho kwangu ni halali. Na aya ikaendelea kusema, wattaqullaha, na mumche Allah enyi waumini. Ai, maana yake khafu llaha, muogopeni Allah. Fi mukhalafati amrihi wa nahyihi, chungeni sana kwenye maagizo ya Allah, musije mkapingana na amri zake na makatazo yake. Alichoamrisha mutekeleze, alichokataza muache. Mumuogope Mungu kwa kutokufanya sawa na alivyowaamrisha. Mukiamrishwa mkaliwacha mliloamrishwa, hapo mtakuwa mmekosea, hamjamcha Mungu. Na mkikatazwa mkalifanya lile mlilokatazwa, mtakuwa mmekosea. Kwa hiyo mcheni Mungu kwa kutekeleza ipasavyo maagizo yake. Kaamrisha tekelezeni, kakataza wacheni. Allah ni mwenye kusamehe sana kwa yule anayetubu makosa yake. Rahimun biibadihi, Allah ni mwenye rehema sana kwa waja wake. Haithu abaha lahumul ghanaim, kwa sababu hata ngawira, mali wanazoziteka kwenye mapambano, Allah amewahalalishia. Ni katika miongoni mwa rehema zake hizo. Ya ayuha nabiyu, ewe mtume mtukufu wa daraja. Qul liman fi aidikum min al-asra, waambie hawa mateka mliowashikilia. Ya ayuha nabiyu, ewe mtume mtukufu wa daraja. Qul liman fi aidikum, waambie hawa mliowashikilia, mliowadhibiti mikononi mwenu. Min al-asra, katika mateka. Waambie hivi, qul li haulai alladhina waqa'u fil asri min al-a'da'i, ewe mtume waambie hawa ambao mmeshawadhibiti, mmewamiliki katika mateka miongoni mwa maadui zenu. Wal muradu bihim asra badrin, muradi wa aya hii wanazungumziwa wale mateka waliokamatwa kwenye vita vya Badri. Mtume kawaambia awaambie hivi, kaambiwa awaambie hivi,
in ya'lamillahu fi qulubikum khaira, kama Allah atagundua kuna kheri nyoyoni mwenu, kama mnajipenda mkawa mna mawazo mazuri, yutikum khairan mimma ukhidha minkum, na yeye kwa upande wake Allah atakupeni kilicho bora kuliko hicho kilichowatoka. Sio watoto faili ili msalimike kila mtu kwa maka alete chochote ili akongoe jamaa yake. Kwa hiyo kitendo hichi mtakuwa mmepoteza mali. Ni Allah akijua ni mwendo mna kheri, hizo mali zenu zilizotoka Allah atafidia, atakupeni kilicho bora kuliko mlichotoa. Wanapewa taarifa wale mateka, in ya'lamillahu fi qulubikum, kama Allah atafahamu, atajua nyoyoni mwenu, imanan wa ikhlasa, kwamba mmeshaelewa sasa nyoyoni mwenu wa sidqan fi da'wa al-iman, na Allah atakapojua nyinyi ni wa kweli mnaposema mmeamini, yutikum khairan mimma ukhidha minkum, Allah atakupeni kilicho bora kuliko hicho kilichochukuliwa kutoka kwenu. Yutikum afdala mimma ukhidha minkum min alfadai, mukiamini Allah atakupeni kuliko hivyo vilivyochukuliwa kutoka kwenu kwa fidia. Wa yaghfir lakum, na atakusameheni makosa mliokosea, atakupeni badala ya mlichotoa na atakusameheni makosa yenu. Yamhu ankum ma salafa min adh-dhunubi, atakusameheni Allah madhambi ambayo mmeshafanya yaliyotangulia. Mkiamini tu Allah atakurekebishieni. Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwenye kusamehe na ni mwenye rehema, mwingi wa kusamehe na mwingi wa rehema. Wasi'ul maghfira, Allah anasamehe sana, ni mkunjufu wa kutoa msamaha. Azimur rahma, alafu Allah ana rehema kubwa. Liman taba wa anaba, kwa mtu yoyote anayetubia makosa yake na akakubali kufuata dini ya Allah. Qala al-Baydawi, amesema Baydawi kwenye aya hii, nazalat fil Abbasi, aya hii aliyoambiwa Mtume awaambie wale mateka iliteremka kuhusiana na huyu bwana Abbas, ambaye Mtume yeye ni ami yake. Abbas ibn Abdul Muttalib, na babake Mtume ni Abdullah ibn Abdul Muttalib. Wakati huu Abbas hajasilimu bado. Sasa aya hii inahusiana na huyu Abbas radiyallahu anhu, Allah amuiradhi. Hina kallafahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallama an yafdi nafsahu, Mtume alimlazimisha ami yake huyu ajikomboe mwenyewe, atoe pesa hapo aachiwe. Abbasi ni miongoni mwa mateka, ni vigogo waliokuja kushiriki vita kumdhibiti Muhammad. Kwa hiyo kaingia mkononi mwa Muhammad mateka. Mtume akamwambia, bwana, itabidi utoe chochote usalimike hapo, la sivyo yakitoka maamuzi mwingine. Yeye Abasi atoe fidia ya kujikomboa yeye, wabnai akhihi, na watoto wawili wa kaka yake ambao na wote walikuwa ni mateka. Watoto wawili, mmoja anaitwa Aqil na mmoja anaitwa Naufal, wote wameingia mkononi mwa Muhammad kama maadui. Faqala, Abasi alipoambiwa atoe chochote kujifidia yeye na watoto wake wawili hawa wa kaka yake, akajitetea Abasi kwa kusema, ya Muhammad, ewe Muhammad, taraktani atakaffafu Quraishan ma baqaitu. Abasi anajitetea,
fidia aliyoambiwa atoe ya kujikomboa yeye na kuwakomboa wanawe wawili, watoto wa mdogo wake. Akamwambia Mtume, ya Muhammad, ewe Muhammad, taraktani atakaffafu quraishan ma baqaitu, nikitoa hicho unachotaka nitoe, unaniacha mimi masikini ombaomba, nitaishi kwa kuwategemea Makureishi, kwa kuwaomba Makureishi muda wangu wote nitakaobaki hai. Maana hicho nitakachotakiwa nilipe kwa watu watatu ndo rasilimali yangu yote. Nikishaitoa sina maisha tena, mimi nitakuwa ombaomba. Faqala, Mtume naye akamwambia Abbas, aina dhahabu alladhi dafa'tahu ila ummi al-fadli, unasema huna cha kuendeleza maisha, ile dhahabu uliyomwachia Ummul Fadli iko wapi bwana? Mtume yuko Madina, Ummul Fadli yuko Maka, na Maka Mtume kaondoka zamani. Habari ya dhahabu aliyoachiwa Ummul Fadli anaijuaje? Lakini kima alichotajiwa Abbas atoe kwa watu watatu ndo anapapatua, kaona kingi, anasema nikikupa hicho mimi ndo sina maisha tena, rasilimali yangu yote ninayoitegemea itakuwa imekwisha, nitaishi mimi kama ombaomba. Na Mtume akamwambia, wewe sio masikini, kwa sababu wakulta laha, alafu ulipomkabidhi hiyo dhahabu ukamwambia hivi, inni la adri, mama watoto mimi ninatoka lakini sijui, inni la adri ma yusibuni, vita ndo vita, mimi sijui litakalonipata huko ninakokwenda, fi jihati hadhihi, kwenye safari yangu hii, sijui nitarudi au sirudi, nitarudi mzima au nitarudi vinginevyo. Kwa hiyo ninakuachia hii akiba, lolote litakalolitokezea itakuwa ni msingi wako wa maisha. Abasi kamuachia mkewe dhahabu, ndo mali alionayo, na akamuaga vizuri tu, natoka na kwenda vitani, sijui litakalonisibu, kwa hiyo litakalonitokezea lolote, hii amana itakusaidia kwenye maisha yako na watoto. Fa in hadatha bi hadathun, kama litanitokezea lolote huko ninakokwenda, fahuwa laki waliayalik, dhahabu hii ndio msingi wa maisha kwa ajili yako na wanao. Kaaga vizuri tu Abbas. Sasa anaambia unalalamika, utaombaomba watu, siku na dhahabu umemwachia Ummul Fadli. Sasa badala ya Ummul Fadli kuitumia yeye na wanawe, mtatumia wote hiyo. Faqala al-Abbas, Abbasi aliposikia maneno hayo akasema, ma yudrika Muhammad, kilichokujulisha kama mimi nilihusia hivyo kitu gani? Uliyapata wapi wewe maneno haya? Qala, Mtume akamwambia, akhbarani bihi rabbi taala, hayo amenijulisha Mola wangu mtukufu, kwamba wewe ami yangu ulipoondoka nyumbani uliweka hakiba, ukamwagiza mama hivi 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 hivi. Sasa unalalamika nini? Huna msingi na msingi umeacha. Toa hicho muondoke hapa, hicho kilichoko huko ushapata msingi wa maisha. Qala, Abbasi alipoambiwa maneno hayo akasema, fa ashhadu annaka sadiq, nashuhudia kwamba yote uliosema ni kweli, nimefanya hivyo. Sasa tena unasema uongo, huna maisha, kuna maisha. Wala ilaha illallah wa annaka rasulullah, na nashuhudia kwamba hakuna mola wa kuabudiwa kwa haki ila Allah, na nashuhudia wewe ni mtume wa Allah.
Siku hiyo ndo akasilimu Abbas. Wallahi, akaendelea Abbas kusema, ninaapa kwa jina la Allah, lam yatali alaihi ahadun, maneno haya nimeyasema nyumbani kwangu faragha na mke wangu, hakuna yoyote aliyosikia, na umeyasema kama yalivyojiri. Kwa hiyo bila shaka wewe ni mtume wa Mungu kweli, nakubali Mungu kakuambia haya maneno. Walaqad dafa'tuhu ilaiha fi sawadi llaili, tena dhahabu hiyo unayoisema mke wangu nimempa usiku, kwenye giza la usiku, tuko mimi na yeye nyumbani, mke na mume, hakuna aliyesikia siri hiyo. Kwa hiyo ni vigezo vya kutosha kwa wewe ni mtume wa Mungu. Na akatamka Abbasi maneno haya. Qala al-Abbasu, Abbasi alisema, faabdalani Allahu khairan min dhalika, nilitoa kile cha kujikombolea pale fidia, na Allah alinibadilishia kilichokuwa bora kuliko kile nilichotoa. Mtume kaambiwa, qul liman fi aidikum min al-asra, waambie hawa mliowashikilia katika mateka, in ya'lamillahu fi qulubikum khaira, jichekini nyoyo zenu, hebu pataneni na Mola wenu. Mola wenu wanasema akigundua kuwa nyoyoni mwenu mwana kheri, kama mtamwamini, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, Mola wenu hichi mnachotoa hapa cha kujikombolea. Kwa hiyo Abasi kasilimu na akathibitisha mwenyewe kweli, baada ya kusilimu Allah kampa utajiri, kampa kilicho bora kuliko kile alichotoa pale. Abasi maneno hayo anasema mwenyewe, faabdalani Allahu khairan min dhalika, Mola wangu kanibadilishia kunipa kilicho bora kuliko nilichotoa. Wa atani zamzama, na akanipa Zamzam, ma ahabbu anna li biha jamiu amwali Maka, ni kitu ambacho nimekipenda kuliko mali zote zilizopo Maka. Wa ana antadhiru almaghfirata, kimoja hicho keshanipa, maana Allah kaahidi vitu viwili, yutikum khairan mimma ukhidha minkum, atakupeni katika hizo mali mlizotoa hapa bora kuliko hizo, na jengine wayaghfir lakum, na atakusameheni. Sasa Abasi anasema katika mali Mola wangu kanipa, nasubiri hilo jengine la msamaha, maana nishamkosea sana, natetea masanamu badala ya yeye Mola aliyeumba. Kwa hiyo kasema, wa antadhiru almaghfirata min rabbi, mali alhamdulillah kashanipa kuliko niliyotoa, sasa ninasubiri msamaha kutoka kwa Mola wangu. Yani maana yake anamaanisha Abbas almaw'ud, anasubiri huo msamaha aliyoahidiwa. Kakubali kusilimu, kisha mtambua Mola wake, kaachana na ujinga wa ushirikina, sasa mali kapewa badala ya alichotoa.